Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa uwezo wake ametufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika masiku haya matukufu, aweze kutusamehe madhambi yetu, aweze kututakabalia amali zetu ambazo tutazifanya, na atupe siha, afya na uwezo wa kumwabudu katika masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya mwanzo kabisa ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huu ni mwezi wa rehma, maghfira, ni mwezi wa kuachwa huru na moto wa Jahannam. Mimi na nyinyi ndugu zangu Waislamu, imetupasa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa nyingine ya uhai. Hatimaye tumeudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni neema kubwa sana ambayo labda mimi na wewe hatuihisi, lakini wako wengi ambao walitamani kufika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa muda. Ilifika ajali yao na akawachukua. Wengi tulikuwa nao Ramadhani ya mwaka jana katika safu za mbele, lakini sasa hivi wapo katika maisha ya barzakh, na hiyo ndo safari ya watu wote. Lakini sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa pumzi, ametupa umri, ni jukumu letu kutumia neema hii vizuri ndani ya masiku haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa karibu sana na waja wake. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan? Jibu la swali hilo anatufahamisha Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mmeamini, mmefaradhishiwa funga kama walivyofaradhishiwa wale waliokuwa kabla yenu, ili muweze kufikia katika daraja ya uchamungu. Kwa hiyo sisi tunafunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tukiwa tunauanza, tuweke mbele ya macho yetu, dira yetu, kuwa tunautafuta uchamungu. Tunautafuta uchamungu. Nini maana ya takwa? Nini maana ya uchamungu huu tunaoutafuta? Tutakapoelewa maana yake, ndiyo utaweza kujiwekea malengo yake ya kufikia katika daraja hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka mimi na wewe ndugu yangu Muislamu tuifikie. Taarifu ya taqwa na uchamungu imetolewa na maulama wengi, lakini taarifu ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndio muhimu. Ali ibn Abi Talib anasema taqwa hiya al-khawfu min al-jalil. Kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kufikia daraja ukawa unaogopa na unafikiria jinsi ambavyo utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu, utamueleza nini? Khauf ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi wote tunajua nini maana ya khauf, ya kuogopa. Tunafahamu katika maisha ya kawaida. Sema mtu anauoga, mtu anaogopa. Anaogopa kwa nini? Tunafahamu. Kwa hiyo kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika sifa za uchamungu ambazo tunatakiwa tuzipate ndani ya masiku haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini ainisho jingine la Ali ibn Abi Talib anasema wal amalu bitanzil. At-taqwa huwa al-khawf min al-jalil wal amal bitanzil, yani kuisoma Qur'an. Huu ni mwezi ambao Qur'an imeteremka ndani yake, lakini si kuisoma tu Qur'an, kuifanyia kazi Qur'an. Hata kama hutoweza kusoma juzuu 30 zote, zile sura ambazo utafanikiwa kuzisoma, jaribu kuelewa maana yake, na ukishaelewa maana yake jaribu kuzitia katika matendo yako ya kila siku. Hiyo ndio maana ya al-amal bitanzil, kufanyia kazi yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha. Lakini vile vile Ali ibn Abi Talib akasema at-taqwa huwa ar-ridha bil qalil, ni mtu kuridhika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria.
ukawa umeridhika na umeelewa kwamba hii ndiyo qadhaa ya Mwenyezi Mungu na ni kadari yake juu yako wewe. Maasi mengi yanatokana na watu kutoridhika. Chuki baina yetu inatokana na watu kutoridhika kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia. Kwa hiyo kuridhika na alkidogo na kitu kidogo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia, hii ni katika alamati taqwa, ni katika alama za uchamungu, kwamba unaelewa anayekadiria ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyokadiria hali yako wewe hiyo pamoja na jitihada zote ulizonazo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyekukunjulia kipato na akakikunja ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyekuruzuku watoto na kukunyima ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyekupa kazi na akakunyima ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyekunyanyua daraja akakuteremsha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo aridha bil qalil, kuridhika na kile kidogo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekujalia, hiyo ni katika alama za taqwa. Lakini ya mwisho, wal istidad li yawmir rahil, ni mtu kujiandaa na siku ya safari, siku ya kwenda katika mwanandani, siku ya kwenda katika barzakh. Kwa hiyo Imam Ali ibn Abi Talib ameelezea maana ya taqwa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameizungumza katika ayatus siyam la'allakum tattaqun, akasema ni 4. Al-khawfu min al-jalil, ya kwanza kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jichunguze ndani ya nafsi yako, je, hofu ya Mwenyezi Mungu ipo katika matendo yako yote unayoyafanya? Kama huna hofu hiyo, manake ni dalili ya kutokuwa na taqwa. Al-amalu bitanzil, je, maisha yako yanarandana na Qur'an? Ni aya ngapi za Qur'ani unazifanyia kazi katika maisha yako ya kila siku? Au wewe unaishi unavyotaka wewe, unavyo utamaduni wako unavyokuambia, lakini yale maelekezo ya Mwenyezi Mungu huna habari nayo? Utakuwa huna taqwa kwa sababu hufanyii kazi maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waridha bil qalil, na kwa unaridhika na kichache lakini na kujiandaa na siku ya kuondoka. Hiyo kwa ufupi ndio maana ya taqwa. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna fursa ya kusamehewa madhambi yetu. Katika moja ya fadhila kubwa, na hii fursa tusiipoteze, ni fursa ya kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu na tukasamehewa. Hadithi 3 muhimu ambazo tunazirudia kila mwezi wa Ramadhani, kila mwezi wa Ramadhani, na mashekhe na makhatibu na maduati, hadithi hizi wanazizungumza. Lakini ni hadithi muhimu sana, hazipatikani katika mwezi mwingine wote zaidi ya mwezi wa Ramadhani. Yani ni hadithi zinahusiana na shahru Ramadhan, na mwezi tulionao, na kuonyesha fadhila yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban, atakayefunga mwezi wa Ramadhani akiwa na ikhlas na imani ya kumtarajia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ihtisaban, na akatarajia malipo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Haya sio malipo madogo ndugu zangu, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Sio madhambi ya mwaka uliopita kama saumu Arafa au saumu nyingine, ma taqaddama, yaliyotangulia. Yani kama na miaka 40, ana miaka 50, ana miaka 60, tangu amebaligh ameanza kuandikiwa madhambi yake yote yanasamehewa. Sio kitu kidogo. Lakini atakifanya nini? Atakifunga Ramadhani kwa ikhlas, kwa kutarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio kwa kufuata mkumbo. Nyumbani wamefunga na mimi nataka nionekane nimefunga, nisipofunga nitaonekana si mtu ajabu. Anafunga kwa kutafuta ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ya pili, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, atakayesimama kuswali mwezi wa Ramadhani. Baadhi ya maulama wanasema qiyamul layl, lakini baadhi ya wanachuoni wanasema ni swala 5 na qiyamul layl. Atakayesimama ndani ya mwezi wa Ramadhani kuswali swala 5 na swala za sunna na qiyamul layl, imanan wa ihtisaban, akiwa na imani na kimtarajia Allah Subhanahu wa Ta'ala, vile vile ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Subhanallah. Hiyo ni challenge ya pili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia. Lakini ya tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man qama lailatul qadr, yeyote yule atakayesimama usiku wa cheo, ambao ni usiku mmoja katika siku 30, tena ni baadhi ya masaa tu, akasimama kuswali na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala imanan wa ihtisaban, akiwa anatarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu na akifanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Sasa hizi ni fursa 3, hazipatikani katika miezi yote isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa mtu atakayesimama kuswali, kwa mtu atakayefunga mwezi wa Ramadhani, kwa mtu atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr, amepewa ofa hizo. Ni madhambi mangapi ndugu zangu Waislamu mimi na wewe tumeyafanya
tangu tulivyobaligh. Subhanallah, mengi sana. Kila mtu atafakari yani ndani ya nafsi yake, mengi sana tunayoyafahamu na hata tusiyoyafahamu. Ni milima ya madhambi tumeyafanya, dhambi za zina, dhambi za usengenyaji, dhambi za dhulma, dhambi za ufitinishaji, dhambi za kula riba, dhambi za kusengenya, dhambi za kukashifu, zote tunazifanya. Sasa unapata fursa ndani ya mwezi wa Ramadhani katika maeneo matatu ya kusamehewa madhambi yako yote, haipatikani isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu, hizi ni fursa adhim ambazo zinapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini vile vile ni mwezi wa kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunazungumza na Allah katika kila siku, kila dakika, kila sekunde tunazungumza na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani yanakuwa ni mazungumzo hasa, kwa sababu ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'an iliteremshwa ndani yake, na Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno ya Mwenyezi Mungu ni sehemu ya dhati ya Mwenyezi Mungu katika sifati. Kwa hiyo tunaposema Qur'an imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ni sehemu ya Mwenyezi Mungu ipo ndani ya mwezi wa Ramadhani, ambaye ni maneno yake, kauli yake. Kwa hiyo ndani ya mwezi wa Ramadhani tunapata fursa na tunahimizana tusome, tutambue Mwenyezi Mungu anazungumza na sisi, anataka nini. Mwenyezi Mungu anasema shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake imeshushwa Qur'an, hudan linnas, kazi yake ni kuongoza watu, wabayinatin min alhuda, na ni uongofu, ni ubainifu kutokana na uongofu, wal furqan, na ni upambanuzi wa haki na batil. Hii imo ndani ya Qur'an, na Qur'an imeteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, na sisi tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sema kweli itakuwa ni hasara kubwa kwa Muislamu ambaye mwezi wa Ramadhani unapita hajafungua Qur'an kuisoma. Yani ni jambo la kushangaza sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya mwezi wa Ramadhani alikuwa anakuja Jibril kumfundisha Qur'an, wakati mtume amehifadhi Qur'an. Lakini kwa sababu ya hadhi ya mwezi wa Ramadhani anakuja Jibril alayhi salam, anamfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam sura 114 juzuu 30 kwa kumsomesha na kumsikiliza na kumfahamisha maana yake. Na mwaka wa mwisho ambao mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki, anasema alikuja Jibril mara mbili kumsomesha Qur'an. Huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mimi na wewe ambao kitabu hichi cha Qur'an ni mwongozo kwetu, tunakitumiaje? Ndani ya mwezi wa Ramadhani tufanye time management, tujaribu kuweka time. Ule wakati ambao unajihisi una faragha, chukua simu yako ya mkononi, download application ya Qur'an, soma Qur'an. Uko ofisini, pata muda wako, soma Qur'an. Upo sijui kwenye kazi gani, umeenda kwenye foleni, kwenye hospitali, sehemu yote unapokwenda, soma Qur'an. Sio lazima utembee na msahafu kila sehemu. Sasa hivi teknolojia imerahisisha mambo. Simu tu ya mkononi una download, unasoma Qur'an, ambaye simu unaweza kuingia nayo chooni, lakini Qur'an huwezi kuingia nayo chooni. Ni fursa, tena ziko kwa tafsiri mbali nyingi tofauti. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, naihusia nafsi yangu na nawahusieni, tuko katika masiku ya mwanzo ya mwezi wa Ramadhani. Kitu cha chini kabisa ambacho Muislamu anaweza kufanya ni kuhitimisha Qur'an mara moja. Na baadhi ya salafu waliotangulia wanasema ukishindwa kuhitimisha Qur'an fi shahr, wewe ni katika wale watu walioihama Qur'an, ni katika wale watu walioiweka mbali Qur'an. Subhanallah, ukishindwa. Hii ni kauli ya baadhi ya wanachuoni wa salafu wanasema hivyo. Na katika mashtaka ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyashtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mashtaka pekee ambayo Mtume amemshtakia Mwenyezi Mungu ni watu wasiosoma Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'an inasema wa qala ar-rasul, Mwenyezi Mungu anasema, na akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ewe Mola wangu, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjuran, watu wangu wameihama hii Qur'an. Takhadhuha mahjuran, hawaisomi, hawaizingatii. Pamoja na kuwa imeshuka kwa mushrikin, lakini kama kuna sifa za mushrikin zinafanana na Waislamu wanazifanya, hakuna tofauti katika ukuba, katika madhara. Alikuwa anazungumzia watu wake Quraysh, wale wameihama Qur'an, lakini inahusiana na Waislamu ambao vile vile hachukui muda wa kuisoma Qur'an, yani hana time kabisa ya kusoma Qur'an. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema hijri al-Qur'an anwa', kuhama Qur'an kuna aina nyingi. Ya kwanza hijru sima'ihi wal imani bihi wal isghai ilayhi, ni mtu akawa hataki kusikiliza Qur'an wala kuamini yaliyomo katika Qur'an wala yani
hataki kusikia chochote kunahusiana na Qur'an. Hiyo ni aina ya kwanza ya kuihama Qur'an. Wa thani hijru al-amal bihi, ni mtu kutofanyia kazi Qur'an, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal wuqufu inda halalihi wa haramihi, na kuwa anasimama katika hili ni halali na hili ni haram kwa mujibu wa Qur'an. Mtu afanye hivyo, ina maana huyu ni katika aliyoihama Qur'an, aliyoikataa Qur'an. Wa thalith hijru tahkimihi wa tahakumu ilayhi, ni kukataa kuhukumiwa na Qur'an. Leo kesi nyingi za kwetu za Kiislamu ziko katika mahakama za kawaida, watu wanapelekana mahakamani, kesi za msikiti, kesi za nini, lakini Qur'an ipo ambayo kama ingetumika ingeweza kuhukumu, lakini kwa sababu hatuamini kwamba inaweza ikatatua matatizo tulionayo, tunakimbilia katika vyombo vya dola, tunakimbilia mahakamani, tunakimbilia polisi, wakati ilikuwa kuna uwezekano Qur'an ikatuhukumu. Kwa hiyo mtu anayefanya hivyo ameihama Qur'an kwa maana ya kutoitambua uhalali wake wa kuhukumiwa nayo. Lakini aina ya 4 ya watu wanaohama Qur'an, hijru tadabburihi wa tafahumi, ni mtu kutozingatia. Anaweza akasoma Qur'an yote mwezi wa Ramadhani akamaliza juzuu zote 30, lakini ukimwambia umefaidika na nini katika ulichokisoma, hata aya moja haifahamu maana yake, hata mazingatio moja hajapata. Pamoja na kusoma kwake Qur'an na atapata thawabu kweli, lakini ameihama Qur'an. Sababu Qur'an haikuja kusomwa, imekuja kuwa ni mwongozo. Ili iweze kukuongoza ni lazima utafakari, ni lazima kila aya unapoisoma ujaribu kuelewa nini maana yake. Na aina ya 5 ya kuihama Qur'an, hijru al-istishfa wa tadawi bihi, ni watu kutoitumia Qur'an kama tiba. Taban Qur'an ni tiba. Surati al-Fatiha peke yake ni ruqya shar'iyya. Unaumwa maradhi yoyote, ukachukua maji ukasoma surati al-Fatiha, ukanywa yale maji au ukanawia yale maji, ni katika tadawi zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuisoma Qur'an kwa maana ya nia ya kupata shifa kwa maradhi au mgonjwa wako, ndio hatua ya mwanzo ya Muislamu anatakiwa kuifanya. Lakini mgasa Qur'an haifanyi kazi hiyo, haitibu, haifanyi. Of course kuna wengine wamepituka mipaka katika kuitumia Qur'an katika matibabu, wakaingiza mambo ya shirki, lakini hii haimaanishi kwamba Qur'an sio shifa. Kwa hiyo ukiona kwamba Qur'an haiwezi kutibu, maana yake umeihama Qur'an. Kwa ndugu zangu, tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao fursa nyingi zinapatikana. Miongoni mwa fursa hizo ni hii ya kusoma Qur'an kwa mazingatio kabisa. Tujipe muda, kila mtu ajihakikishie kwamba kila siku ajiwekee kipande cha ayat ambazo atazisoma, kama kila siku aya 10, 15, 20, 30. Almuhim kila swala asome aya 5. Hii atakuwa amefaidika na muda uliopo ndani ya mwezi wa Ramadhani, na atapata zile fadhila zinazopatikana. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.